ndani ya mwamini. Moja kati ya vitu tunavyokuwa navyo ni ile hali ya kuishi kwa imani au kuwa na neno la imani. Na neno la imani maana yake ndani yake lina maelekezo ambayo linakuonyesha namna Mungu anavyotamani uwe, lakini pia muhimizo wa namna na jinsi ya kuweza kufanya kile ambacho Mungu anakuhimiza ufanye ili uwe sawa sawa na jinsi anavyotaka. Masomo ya Roho Mtakatifu ni mapana sana sana, kwa sababu upana wa Roho Mtakatifu ni upana wa Mungu, na hakuna ambaye ameshawahi kuyamaliza kwa sababu ni Mungu mwenyewe. Lakini hii itakusaidia kila wakati kukuelekeza kwamba nini kiko ndani yako, nini kiko ndani, alafu ufanyeje ile kile kilichoko ndani kitoe matokeo. Ufanyeje? Sasa sio somo jipya, nilianza msaada wa mwanadamu ndani ya Roho Mtakatifu, na nikawa katika tiririko huu nikakwambia kuna vitu ambavyo amekuja navyo. Cha kwanza nilikwambia ujio wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu unatusaidia na kutujulisha kuwa hatujui kuishi. Hatujui kuishi. Hatujui kuishi. Mkienenda kwa Roho, hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa hiyo unaona Mungu anataka tuishi kwa Roho. Kwa nini anakuja kutusaidia, kutujulisha kwamba hatujui namna ya kuishi? Ni kwa sababu wakati hatujaokoka tulikuwa tunaishi kwa kufuata mwili. Sasa amekuja anataka tuishi kwa kumtegemea yeye. Biblia inapozungumza mwili haizungumzi udongo huu tunaoona. Inazungumzia asili ya namna unavyowaza, unavyotenda na unavyoenenda kinyume na Mungu. Ndio maana ya neno mwili. Mwili sio udongo. Mwili anazungumzia asili ya namna unavyowaza, unavyosema na unavyotenda kinyume na Mungu. Kwa hiyo ametukuta tunaishi kwa kufuata mwili. Kama ametukuta tunaishi kwa kufuata mwili, maana yake anataka abadilishe mfumo wa maisha yetu, tuanze kuishi kwa kufuata Roho. Kwa hiyo unaona, hataki mwili uwe chanzo cha maisha yetu, anataka mwili usiwe chanzo cha maisha yetu, bali Roho ndiye awe chanzo cha maisha yetu. Ndio maana nasema akija anatusaidia. Hatujui kuishi. Kwa hiyo anachokuja anatufundisha namna ya kuishi kwa yeye kuwa chanzo cha maisha yetu. Maana yake tena tusitegemee mwili kuishi, tutegemee Roho kuishi. Kwa hiyo ujio wake ndani ya maisha ya mtu, maana yake unamuingiza katika ufahamu na uelewa ya kumjulisha kwamba hujui kuishi, sijui kuishi, yule hajui kuishi. Sasa akija anatusaidia, yeye ndio awe chanzo cha maisha yetu. Kwa lugha nyingine tumtegemee yeye, kwa lugha nyingine tumwangalie yeye, kwa lugha nyingine tumtumainie yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ujio
wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu unataka kutusaidia ya kwamba tuwe na hali ya kumsikiliza na kumtii yeye. Anaposema tuenende kwa Roho, maana yake kuongozwa na yeye. Maana yake anazungumzia hali ya maisha yetu kuwa kumtafuta yeye, alafu na kuwa wasikivu kwa mwongozo wake. Shida kubwa ni namna na jinsi ya kujua anavyozungumza. Bwana Yesu asifiwe. Shida kubwa iko hapo. Kama anatuongoza, ni kiongozi, manake usimchukulie kama mwili, mchukulie kama mtu ndani. Manake anaelekeza, manake anasema, manake anaonya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anakaa ndani yetu, manake anategemea tumsikilize, anategemea tutii anachosema, ndio kuongozwa. Hii ni zaidi ya kusema tu Roho Mtakatifu yuko ndani, lakini kuna issue ya yeye kuchukua nafasi ya kutuongoza. Kwa hiyo anapokuja ndani, maana yake ni kiongozi, sio kitu, sio mawimbi tu, sio kutetemeka tu. Ni mtu anayeelekeza. Ataelekeza jambo gani ufanye, ataelekeza kitu gani utekeleze, atakuelekeza hatua gani uchukue, atakuelekeza hatua. Ni Mungu ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utaongozwaje na mtu usiyemjua? Kama anasema mkiongozwa na Roho, umjui, umfahamu, umuelewi. Kwa hiyo hatua ya kwanza nilikwambia baraka ambazo anazo kuja nazo, maana yake anakusaidia upate kuishi. Atayaongoza maisha yako, ataelekeza maisha yako ili upate kutembea sawa sawa na Mungu anavyokusudia. Kwa hiyo ujio wake ndani ya mtu unampa faida ya huyu mtu kumsaidia kimaisha. Hii biashara usifanye, hii hatua usipige, hii kazi usifanye. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa ni wewe kuamua kumfuata ama kufuata mwili au kufuata mazingira. Ni wewe kuamua. Amen. 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 Kwa hiyo nilizungumza yeye ndiye awe chanzo. Jua kuna mtu ndani. Ukishaokoka, Roho Mtakatifu yuko ndani, ni mtu ndani. Hajaja tu utetemeke mpaka uanguke chini. Hajaja tu fanya, amekuja kukuongoza. Maana yake anatamani achukue nafasi ya kukuelekeza kwenye maisha haya ambayo wakati mwingine hujui yana hatari mbele, ili usichukue hatua bila msaada wake, usichukue hatua bila uongozi wake. Ndio maana mimi sifundishi kitu cha dini, nafundisha issue ya roho. Mtu na Mungu, mtu na Mungu, mtu na Mungu. Dini itakwambia ukiwa kwenye dini yetu uko safe, uko salama, mbinguni utaenda, na kudanganya. Usipokuwa ndani ya Roho Mtakatifu na uongozi wake, sahau mbingu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo anataka yeye hawe chanzo, anasema, anashauri, anaelekeza, anaongoza. Na ndiye aliyepotea kwenye bustani ya Edeni. Roho Mtakatifu ndiye aliyepotea kwenye bustani ya Edeni, ndiye aliyeondoka. Kwa nini? Yeye ni gavana wa serikali ya mbinguni, alikuwa ni barozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Baada ya dhambi ya Adamu na Hawa kutokea kwenye bustani ya Edeni, aliondoka. Wewe mwenyewe unajua, nchi mbili zinapokuwa pamoja, mahusiano yanapokuwa pamoja ya kibarozi, huwa wana mabarozi. Ubarozi, zile nchi zikikosana tu wanawaita mabarozi wao.
maana yake balozi anaporudi kwenye nchi yake, maana yake mahusiano yamevunjika. Sasa si watu wengi wanajua kwamba pamoja na hatua zote za Yesu kufa, kufufuka, kupaa mbinguni, yalikuwa ni maandalizi ya yeye arudi tena. Si watu wengi. Ndio maana alikuja wakati anawavuvia, Bwana Yesu aliwavuvia, akasema pokeeni roho. Kwa tafsiri ya Kiingereza anasema receive. Neno receive ni maneno mawili ya Kiingereza. Maana yake ilikuwa yako ikaondoka, ilikuwa yako ikatoka, ilikuwa yako ikatoka. Kwa hiyo unaona alikuwa anawarudishia Roho Mtakatifu aliyekuwepo mwanzo, alafu akaondoka baada ya mkataba ama agano kuvunjika. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana macho mengi sana ya Wakristo wengi hayako kwa roho, yako kwenye taratibu za kanisa, yako kwenye mapokeo ya kanisa. Si kwamba ni mabaya, ni mazuri, lakini ndani ya roho ndio kuna hazina zote za mbingu. Chapie Bwana Yesu makofi. Anasema, anaongoza, anaelekeza, anaonya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo cha kwanza ambacho unatakiwa ujue, baraka mojawapo ni kukujulisha kuwa hujui namna ya kuishi. Hujui namna ya kuishi, sijui namna ya kuishi. Hujui namna ya kuishi, sijui namna ya kuishi. Haijalishi nafasi ya mtu, haijalishi huduma ya mtu, haijalishi mtu yote, hajui namna ya kuishi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini ya pili, baraka niliyokuambia na kuja nayo Roho Mtakatifu ndani ya mtu, anakuunganisha na mbingu. Hayo yote nilizungumza, anakuunganisha na mbingu ili maisha yako yaendeshwe kutokea hapo, sio kutokea hapa chini. Anakuunganisha na mbingu ili maisha yako yaendeshwe kutokea juu na wala sio chini. Na hii ndio ilikuwa ni siri ya Roho Mtakatifu ndani ya Yesu. Yesu alikuwa ana Roho Mtakatifu aliyempokea, lakini anasema mwenyewe hafanyi chochote isipokuwa kile ambacho amemwona Baba anafanya. Kwa hiyo alikuwa connected na kule juu, hakuchukua hatua yoyote. Maana yake Roho Mtakatifu alikuwa anamuongoza katika kinachoendelea kule juu, alikuwa anamuongoza na mtandao wa mbingu ulioko juu. Katika kila alichokuwa anafanya, alikuwa afanyi bila ya kujua Baba anafanya kule juu. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio ilikuwa ni siri kubwa ya ushindi ya huduma ya Yesu. Na sisi katika maisha yetu ya kawaida tutafakari huko juu kuna mwongozo unaotoka juu. Sasa Roho Mtakatifu anakuja kukuunganisha katika mtandao wa kimbingu kiwa hapa. Ndio maana anasema mtu asiye na roho, huyo sio wake. Kwa nini? Anawezaje kujua yanayoendelea huko kwa ajili yake? Ataishi kwa kubatisha, ataishi kwa maisha ambayo ni ya kuungaunga. Lakini akiwa na Roho Mtakatifu, maana yake ameunganisha na chaneli na mtandao wa kimbingu. Wewe mwenyewe ni shahidi. Unaweza ukanunua simu mpaka milioni 2, lakini kama haina line haina maana, si ndio? Simu inaweza kawa na gharama kubwa, lakini kama haina line haiwezi kukuunganisha popote, haiwezi kukupeleka popote. Uwezi ukaongea na rafiki yako aliye Dar, rafiki yako aliye nyumbani kwenu, rafiki yako aliye mtaa wa pili. Hauwezi ukaunganishwa na chochote na ndugu yako yoyote. Kwa nini? Kwa sababu una simu lakini hauna line. Roho Mtakatifu ni line ya Mungu ambaye inapokuja ndani inakuwezesha kuwa na connection na mambo ya mbingu yanavyoendelea, mambo ya ulimwengu wa roho yanavyoendelea. Chapie Bwana Yesu makofi. Yeye ndiyo channel ya juu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo sio tu kwamba anakusaidia kwa ajili ya kukusaidia kuishi, lakini anakuunganisha na mbingu.
unaweza kujua mambo ya kule ili uyatumie yale maarifa kwa ajili ya maisha yako hapa. Unaweza ukakaa kwa ajili ya kule ukajua jambo gani ufanye kwa ajili ya kukusaidia hapa. Maana yake unatumia zile mbinu za juu kwa ajili ya maisha yako ya hapa duniani. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu mojawapo ndani ya mtu, anakuunganisha na mbingu, kile ambacho mbingu kinachoendelea. Ndiyo ilikuwa ni siri ya huduma ya Yesu hapa duniani. Kwa nini? Hakufanya chochote. Kila kitu alikuwa anachungulia Baba anafanya nini, alikuwa anaangalia Baba anafanya nini, ili msaidia kila wakati kutembea kwenye ushindi na kwenye mamlaka ya kiungu kwa namna ya pekee. Chapie Bwana Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo atakusaidia kutumia rasilimali za juu kwa ajili ya maisha yako hapa duniani. Wengi hawajajua kilichopotea kwenye bustani ya Edeni ni Roho Mtakatifu. Ndio maana alipotea, Yesu akaja kumrudisha tena kwa njia ya mauti yake. Na wewe una Roho Mtakatifu ndani, anaweza akajibu hoja zako zote, anaweza akakuelekeza kila kitu. Ni kwa sababu tu hujui kwamba una mtu ndani, ama unafikiria kutetemeka peke yake ndio ni ishara Roho Mtakatifu. Sawa, lakini ni mtu ndani, anasema, anaonya, anaelekeza. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya. Hatima ya maisha yako inamtegemea Roho Mtakatifu. Hatima ya maisha yako inamtegemea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo baraka ya kwanza nimekwambia ni baraka ya kukujulisha kuwa hujui namna ya kuishi. Baraka ya pili, anakuunganisha na mbingu ili maisha yako yaongozwe kutokea pale ukiwa hapa duniani. Na baraka ya tatu ambayo nimezungumza, maana yake anakuwezesha kuwa hai kwa Mungu. Tuliangalia kwenye Warumi 6:11 na Isaya 32:11 hadi 17. Kuwa hai mbele ya Mungu, tulisoma ile Isaya 32:11 mpaka 17, namna ambavyo lilikuwa ni tangazo la mauti. Lakini Biblia inasema hapo Roho atakapomwagwa, shamba ambalo lilikuwa lizai linazaa zaidi. Kwa hiyo unaona, Roho Mtakatifu anapokuja ndani, anatufanya tuwe hai mbele za Mungu. Anarejesha uhai wa Mungu ndani ya maisha, ndani ya maeneo, ndani ya kazi, ndani ya biashara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliangalia kuwa hai mbele za Mungu, nilizungumza mambo matatu. Nilizungumzia habari za amani, nikazungumza habari za utulivu, nikazungumza habari za matumaini daima. Kuwa hai mbele za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Huwezi kuwa hai mbele za Bwana bila huduma ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Haiwezekani. Yeye ndiye atafanya uombe, yeye ndiye atafanya ujue vitu vinavyoendelea. Amen. Na ya nne, nitakuzungumza mbili za haraka baadaye tutamaliza. Anatusaidia tujue mambo ya Mungu. Anatusaidia tujue mambo ya Mungu. Kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2, Korinto wa kwanza sura ya 2, ule mstari wa 11. Anasema hivi: maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Angalia sentensi. Bwana
Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna hayafahamuye ila roho wa Mungu. Kama ambavyo sasa hivi unaweza kujua umetembea, umetukana mtu we mwenyewe, umepiga mtu, umetusi mtu, hakuna anayejua, labda Roho Mtakatifu aingilie kati, Mungu afunue mambo ya siri ya kwako. Lakini kikawaida mimi siwezi nikajua mambo yako, siwezi nikajua vitu vyako vilivyoko ndani. Ikitokea nimejua, manake Roho Mtakatifu amefunua ile siri. Sasa anasema ndani ya mwanadamu ndani ya roho ya mwanadamu anajua mambo ya mwanadamu yalivyo. Na hivyo hivyo Roho wa Mungu ndiye anayetusaidia kujua mambo ya nani? Ya Mungu. Sasa unataka kujuaje mambo ya Mungu bila Roho wa Mungu? Unataka kujuaje mambo ya Mungu bila Roho wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Sasa anaposema hakuna maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu? Tafsiri nyingine inasema maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu. Kwa lugha nyingine, tafsiri nyingine imezungumza habari za mawazo ya binadamu. Nawezaje kujua mambo ya kwako bila Mungu kunisaidia? Maana yake roho yako ndio inajua unawaza nini sasa, nini kinakusumbua sasa, nini kinakuhangaisha sasa. Lakini na Mungu hivyo hivyo, hakuna anaweza kujua mambo yake bila Roho wa Mungu kuingia kazini. Kwa hiyo huwezi kujua mawazo ya Mungu bila Roho wa Mungu kusaidia. Na pia wewe mwenyewe huwezi kujua mambo yako, sio kujua mambo yako bila Roho wako. Amen. 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 Kwa hiyo Roho Mtakatifu peke yake ndiye anayejua mawazo ya Mungu. Nitakwambia mawazo ya Mungu ni nini. Peke yake ndiye anayejua mawazo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kile kilicho ndani ya moyo wa Mungu hakuna anayejua sahihi, ila Roho Mtakatifu anajua. Kila anachowaza Mungu sahihi hakuna anayejua, ila Roho Mtakatifu anajua. Kwa nini? Hakuna anayeweza kujua mambo ya Mungu ambayo ndani ya maisha ya Mungu sahihi bila msaada wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukishajua namna hiyo, maana yake ni kwamba ukitaka kujua mambo ya Mungu lazima uwe karibu na Roho Mtakatifu. Ukitaka kujua mawazo ya Mungu lazima Roho Mtakatifu aingie kazini. Yeye ndiye atakusaidia kujua Mungu anawaza nini juu yako, Mungu amepanga nini juu yako, na Mungu amekusudia nini juu yako. Ni yeye. Yeye ndiye anafumbua mafumbo yote ya Mungu, yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza. Kuna utofauti. Na hapa ndio shida. Wa kujua neno la Mungu lilivyosema ama andiko linavyosema, na kujua sahihi Mungu anasemaje. Narudia tena. Biblia ni logos, sio rema. Rema ni spoken word, ni neno la wakati ambalo Mungu analiachilia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hichi ndicho anachozungumza Roho kupitia neno, kwamba atakupa kile ambacho sahihi Mungu anafikiria, anasema, anawaza, amekusudia sahihi.
Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana anasema mawazo yangu sio mawazo yenu, njia zangu sio njia zenu. Mawazo yangu yako juu zaidi ya mawazo yenu. Unasema kwenye kitabu gani? Hiyo ni Isaya 55:8 hadi 9. Ndiye anasema maana mawazo yangu sio mawazo yenu. Anazungumzia habari za mawazo yake ni zaidi ya mawazo yetu. Njia zake ni zaidi ya njia zetu. Tuko sawa sawa? Shida kubwa iko hapa. Anaposema mawazo yake na njia zake, anamaanisha mtazamo wake, mtazamo wa kiungu saa hii ni upi? Msimamo wake saa hii watu ndio maana unakuta wengi sana sasa hivi, iwe ni kanisa kwa kanisa, mtumishi kwa mtumishi, dhehebu kwa dhehebu, ni kunyosheana vidole. Kila mtu anamwona mwenzake amekosea. Kila mtu anamwona mwenzake kama anajipendekeza kwa Mungu. Kila mtu anamwona kama mwenzake hayuko kwenye roho nzuri. Wananyosheana vidole mchana na usiku, wawe ni wachungaji kwa wachungaji, wawe ni watumishi kwa watumishi, iwe ni kanisa kwa kanisa, wananyosheana vidole. Kila mtu anamvutia Mungu sehemu yake, kwamba hichi ninachokiona, hichi ndio cha kwetu. Hii dini yetu tuliyoanzisha, hichi ndio cha kwetu. Hii tunavyoenenda, hichi ndio cha kwetu. Lakini hawajakaa na kupata saa hii mawazo ya Mungu ni yapi kwenye ugomvi wao, kwenye mashindano yao, kwenye vita vyao walivyo navyo. Mungu anasema nini saa hii? Kwa sababu wakati mwingine unaweza kukuta dini kama dini ina mapokeo yake, ina namna yake inavyoona, ina namna yake inavyofikiri, ina namna yake inavyochukulia vitu. Watasema huyu amekosa kwa sababu dini yake haifanyi hivi. Lakini ni wachache ambao anasema, je, katika hicho tunachogombania Mungu anasemaje? Biblia inasema tukiongozwa na Roho hatuwezi kutembea kwenye magomvi na vita na mashindano. Leo hii utaangalia kwenye mitandao ni vita tu, ni kunyosheana vidole tu, ni kumtuhumu huyu, ni kusema hiki. Utaangalia kwenye redio ni kuponda hichi, ni kupiga hichi. Lakini wanakuja wakati mwingine na misimamo yao, wanakuja na misimamo ya dini zao, wanakuja na mapokeo, wanataka kumvuta Mungu. Wale walio salama ambaye hawana maneno mengi wanasema, Mungu katika hichi unasemaje? Maana yake sio tu kuzungumza juu ya kile kilichoandikwa, lakini Mungu saa hii anasemaje? Yesu kapelekewa mwanamke amezini, ambaye sheria inasema apondwe mawe mpaka afe. Alifanya nini? Alifanya nini? Maana yake alisikia juu saa hii. Huyu pamoja na kwamba sheria inasema hivi kwamba afe, lakini apaswi kuishi, apaswi kufa, anapaswa kuishi. Asingekuwa na connection ya wakati huo, Mungu anawaza nini, anasema nini, msimamo wake ni upi kwenye jambo hilo, wangemuua yule mama. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo anaposema mawazo yake na anaposema njia zake, anamaanisha mtazamo wake. Ndio maana usimnyoshe tu na kumtumu mtu kwa sababu dini yako haifanyi kitu, kwa sababu haitumii hichi, kwa sababu haifanyi hiki, ukaona nyoosha ana makosa. Mungu sio wa nyumbani kwenu, wala sio wa kijijini kwenu. Ninawaambia kwa sababu najua inarushwa moja kwa moja. Ni lazima watu wakae waangalie Mungu anasema nini. Wasiishie tu kwenye kilichoandikwa, wasikize Mungu msimamo wako ni upi. Inawezekana tafasiri wanayotafasiri wanakosea. Ninachojua ni kimoja, Roho Mtakatifu akija kwa mtu ana disprogram vitu vyote ndani yake. Ni kama simu anaiflash. Msimamo wako wote anaupiga kichini. Elimu yako yote kwake haina maana. Anaanza na wewe upya.
Kuna mtu alikuwa msomi kama Paulo, lakini alifika akaona vitu vyote anaviona kama mavi. Maana yake nini? Roho Mtakatifu akija kwa mtu atakuta kuna misimamo unayo wala sio ya kimungu, ni yako tu. Amen. 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 Nia yake ni ipi? Mawazo yake na njia zake, maana yake nia yake ni ipi? Maana yake Mungu anatendaje kazi? Sivyo sasa rema ni spoken word. Andiko linaua, neno linauisha. Neno ni la muda huo. Kama Bwana, mbona tunashindana? Bwana, mbona tunapigana vita? Bwana, mbona wewe unasemaje katika hichi? Mbona unasema hichi ni kibaya? Mbona unasema hakuna? Watu wanaenda, matokeo yake ni misimamo na mapokeo, ndio watu wanazungumza. Ndio maana Roho Mtakatifu akija kwa mtu, maana yake anakuja na mawazo ya Mungu, misimamo ya Mungu na nia ya nani? Ya Mungu. Watu wanaotembea hivi hawanyoshei watu vidole. Inawezekana kwenye msimamo wa dini hawataki manabii, lakini Biblia inasema wapo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Issue ni kwenye utendaji wao kwenye Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mawazo ya Mungu anazungumzia mtazamo wa kiungu, anazungumzia nia ya Mungu, anazungumzia utendaji wake. Ndio maana akija anakuja na hizo programu. Nakwambia anaweza akaanza kukufundisha ukajiona hujui kitu. Nimekwambia akija ni kama vile ana flash, msimamo wako wote anaupiga chini. Kwa sababu inawezekana misimamo ulionayo umefundishwa na mafundisho labda hayajakaa sawa. Akija ana this program, alafu ana program upya vitu. Ana this program, alafu ana program upya vitu. Sasa hiyo ni watu wanaojua kazi yake aliyokuja kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo akija anatusaidia tujue mambo ya nani? Sahi Mungu anawazaje juu yako? Sahi Mungu amekusudia nini juu yako? Sahi hiyo haifundishwi na dini. Hiyo iko ndani ya Roho Mtakatifu. Dini haijafa kwa ajili yako. Roho Mtakatifu anajua kila kitu ambacho mbingu imekusudia kwa ajili ya maisha yako. Amen. 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 Maisha ya mahangaiko na masumbufu ni maisha ya ukosefu wa Roho Mtakatifu na kumtegemea na kumtii na kumsikia. Hilo tu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo mawazo yake na njia zake anamaanisha mtazamo wa kiungu. Msimamo wake ukoje kwenye jambo? Nia yake ukoje kwenye jambo? Utendaji wake ukoje kwenye jambo? Ni kweli sheria inasema hivi, lakini yeye anasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Ya tano, anakuja kutusaidia nini? Anatusaidia kufanya mambo zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Anatusaidia kufanya mambo zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Anatusaidia kufanya mambo zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Biblia inasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Sema udhaifu. Sisi ni dhaifu. Hatujimudu, hatujiwezi. Udhaifu kufikiri, udhaifu kuishi, udhaifu kuomba, udhaifu kufunga, udhaifu kusoma neno, ni dhaifu.
lakini akija anastiki na ule udhaifu, anatusaidia. Kwa hiyo akija anatusaidia mambo, tufanye mambo zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Yaani uwezo wa kibinadamu una mipaka. Unapokuja zaidi, anapokuja zaidi anakufanya ufanye vitu zaidi ya uwezo ule wa kibinadamu. Amen. Amen. Isaya 40. Isaya 40. Ule mstari wa 31. Isaya 40:31. Biblia inasema hivi. Kianza 30 anasema, hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Unapata nini hapo? Vijana wamechoka, wamezimia, lakini wale wanaokaa kumngoja Bwana wanapata nguvu mpya. Hivi ni jambo la kawaida kukimbia bila kuchoka? Ni jambo la kawaida utembee bila kuchoka? Sio jambo la kawaida. Uwezo kukimbia bila kuchoka, uwezo kutembea bila kuchoka, lakini anapokuja yeye anakusaidia ufanye vitu vya kawaida kwa uwezo usio wa kawaida. Narudia tena. Anakusaidia ufanye vitu vya kawaida kwa uwezo usio wa kawaida. Ufanye biashara kawaida, lakini nyuma yake kuna uwezo usio wa kawaida. Kwa hiyo akija anakusaidia kufanya mambo zaidi ya uwezo wa kibinadamu, zaidi ya kipimo cha binadamu, zaidi ya nguvu za kibinadamu. Uombe sio kwa nguvu zako, kwa nguvu zake. Uombe sio kwa uweza wako, kwa uweza wake. Ufanye biashara sio kwa uweza wako, kwa uweza wake. Upige keyboard sio kwa uweza wako, uweza wake. Upige drum sio kwa uwezo wako, uweza wake. Kwa hiyo anakufanya ufanye vitu zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Tuko sawa? Tuko sawa? Utafikiri sio kibinadamu, utawaza sio kibinadamu, utaangalia mambo sio kibinadamu. Kwa hiyo anakusaidia ufanye vitu zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Amen. Uwezo wa kibinadamu una mipaka, lakini uwezo wa Mungu unavuka ile mipaka. Uwezo wa kibinadamu una fence, lakini uwezo wa kimungu hauna fence. Uwezo wa kibinadamu anakimbia anachoka, uwezo wa Mungu unakimbia hauchoki. Amen. Amen. Uwezo wa kibinadamu unatembea unazimia, uwezo wa kimungu unatembea hauzimii. Kwa hiyo anakuja kukusaidia kufanya vitu zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa sawa. Kwa hiyo atakwambia na atakusaidia ufanye vitu zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Utaomba masaa 4, utaomba masaa 5, utaomba masaa 6, utaomba mpaka masaa 10. Unafanya vitu zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Uwezo wa kibinadamu una mipaka, uwezo wa kimungu hauna mipaka. Tuko sawa? Tuko sawa sawa. Tuko sawa sawa. Utashangaa jamaa mbona achoki?
Huyu jamaa mbona anadumu tu kwenye ukovu? Huyu jamaa mbona anadumu tu kwenye maombi? Huyu jamaa ni sawa. Wengine wamechoka, sawa, wanachoka kwa sababu hawajakaa kuhitaji nguvu za Mungu zitoke tena kwa Mungu zije kwao, kwa sababu nguvu zinapokuja zinapungua. Angalia yule mama aliyegusa pindo la vazi la Yesu, Biblia inasema nguvu zilimtoka. Huwa zinachochewa na maombi, zinachochewa na maombi, zinachochewa na maombi. Unashangaa unataka kukata tamaa, unashangaa unatiwa tena nguvu, unaenda mbele. Unataka kuachana na ukovu, ghafla unatiwa nguvu, unasonga mbele. Uwezo wa kibinadamu una mipaka, uwezo wa kimungu hauna mipaka. Chapie Bwana Yesu makofi. Sema, Baba, katika jina la Yesu, niunganishe na nguvu zako ambazo ni zaidi ya uwezo wa kibinadamu, katika biashara yangu, katika huduma yangu, katika kazi yangu, katika maisha yangu. Nipe kutembea na nipe kutenda zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Niyafanye mambo yote katika uwezo wa kimungu. Niyatende mambo yote katika uwezo wa kimungu. Nitekeleze makusudi yako katika uwezo wa kimungu. Nipe kwenda zaidi ya hali ya ubinadamu. Nipe kuishi zaidi ya hali ya binadamu. Nipe kuomba zaidi ya hali ya binadamu. Nipe kutembea zaidi ya hali ya kibinadamu. Yesu, Yesu, niunganishe na nguvu zako zisizo na ukomo, zisizo na mipaka, zisizo na vizuizi, kwa jina la Yesu. Niende zaidi ya kimaisha, kihuduma, kimafanikio. Nikimbie mbio zaidi ya hali ya kibinadamu, kwa jina la Yesu. Chapie Bwana Yesu makofi. Si mnakumbuka, namalizia habari za Ahabu. Amekutana na Elia, alafu ameomba, akamwambia ondoke, apande gari, maana mvua inakuja. Alafu kilichofanyika, Ahabu akaanza kuondoka na gari speed, anawahi mvua isimnyeshe. Elia akatoka na speed. Ni jambo la kawaida mtu kukimbia akapita gari. Ombeni upako huo, iwe ni shughuli yoyote, upo kwa ajili yenu. Mungu, naomba unipe zaidi ya, nifanye vitu zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Nifanye, omba huo msaada uko ndani ya Roho Mtakatifu. Ila kama una uhitaji atakupa. Umefanya kabiashara akaendi wala hata akasogei, omba msaada ili uende zaidi ya uwezo wa kibinadamu, zaidi ya uwezo wa mipaka ya kibinadamu, ili kile ambacho Mungu anafanya uwe ni mkono wake umehusika.